بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tukiendelea katika darasa yetu al-mabadi al-fiqhiyya ala madhhab al-imam al-Shafi'i, tuko katika juzuu ya 3 kitabu hichi au risala hii iliyoandikwa na Umar ibn Abd al-Jabbar rahimahullah ta'ala. Tuko katika swali nambari 4, النجاسات نجس. النجاسات najis yeye hakuelezea taarifat kwa sababu ni kitabu kidogo lilbadiin, kwa ajili ya wale watu wenye kwanza sasa, lakini tutakusoma kwa mbele inshallah. Baada ya vitabu itakuwa naelezea hizi taarifat, nini maana ya najis na vitu hivyo. Kwa sisi tutaenda kama alivyoenda yeye, usulubu wa watu wenye kuanza sasa, wala hatutaongeza baadhi ya mambo mengi. Najasat maana yake anasema 3 anwa'in, najis zimegawanyika katika sehemu kuu 3. Kuna najisi ya kwanza mughalladhatun, najisi mzito, wa mukhaffafatun, najis nyepesi, wa mutawassitatun, na najisi ya kati na kati ndio mutawassita. An-najasatul mughalladhatu, najisi mzito, hiya nayo najasatul kalbi, ni najisi ya mbwa ndio najisi mzito, wal khinziri, na nguruwe, walu'abihima, na madenda yao pia, yale madenda yao yanatoka, wa mukhatihima, na makamasi yale yao yanotoka, wa araqihima, na jasho lao linalotoka. Yote haya ni najis. Kiufupi, katika madhhabi ya Shafi'ia mbwa wote ni najis, ndio msimamo wao. Hawatoi kitu chochote, wasema mbwa wote ni najis, tofauti na baadhi ya madhhabi nyingine wanafanya istithna baadhi ya mambo. Lakini katika madhhabi ya Kishafi wanaona mbwa wote ni najisi. Wama tawallada minhuma wama tawallada min ahadihima, wama tawallada, na kile kilichozaliwa, min ahadihima, na mmoja kati ya hao mbwa au nguruwe. Nini maana yake? Ndio maana kumbele akasema walau ma hayawani tahirin, hata kama na mnyama mwingine alitahara. Maana yake maneno haya, lau mbwa mfano habala shata, akamuingilia mbuzi. Mbuzi si ni nyama hayawanun tahir, akimuingilia mbuzi akazaliwa, kile kitakachozaliwa basi takuwa nacho nini? Ni najis. Imeleka nacho itakuwa ni najis. Ndio maana maneno haya amemaliza. Kwa maana najis mzito ni ya mbwa na nguruwe. Sasa anaingia katika masuala taharatun najasati almughalladha, kutaharisha au kuitaharisha najisi mzito. Unaitaharisha vipi? Yughsalu mawdi'uha, inaoshwa ile sehemu yake. Mawdi'uha ay mawdi'u an-najasati al-mughalladha, ile sehemu iliyojaa najisi mzito inaoshwa 7 marratin, mara 7, bima'in tahirin, kwa maji yaliyotahara. Ihdahunna, moja katika hizo 7 ndio ihdahunna, moja katika hizo 7, biturabin, kwa mchanga, tahirin, ulio na tahara. Ima iwe ni mwanzo ulahunna, mwanzo pale unapoanza tu uanze ya kwanza na mchanga, au ukhrahunna, au mwisho yake, yote sawa. Lakini ile bora ni bora ile yale
josho zile 7, bora ile ya mchanga iwe bitatribi, mchanga uwe mwisho, inakuwa ni aula, ni bora zaidi. Kwa hiyo biturabin tahir, mchanga ulio tahara, lakini kwa sharti baada zawali aini najasati. Utafanya hivyo mara 7 na mmoja kwa mchanga baada ya zawali aini najasa, kuondoka ile najisi yenyewe. Ndio aini, kwa sababu aini kwa maana yake ni dhati najasa, ile najisi yenyewe ishaondoka, ndo utafanya hivyo mara 7. Hiyo ndio najisi mzito inavyoondoshwa. An-najasatu al-mukhaffafa, najisi nyepesi, hiya bawlu as-sabi, ni mkojo wa mtoto wa kiume. Ndio as-sabi katika lugha ya Kiarabu, as-sabi ni mtoto wa kiume. Lao ilikuwa ni mtoto wa kike ndiambiwa nani? Sabiya, mtoto wa kike, lakini maana yake ni walad, mtoto wa kiume, wala sio bint. Kwa hukumu hii haimuingii nani? Mwanamke. Mtoto wa kike haingii bint, bintun haingii hapa anaingia, wala haingii sabiya bilosema, anaingia as-sabi, mtoto wa kiume. Ule mkojo wa mtoto wa kiume ndio najisi nyepesi, lakini kwa sharti mtoto gani? Alladhi lam yataghadha, ambaye hajaanza kula chakula illa billabani, isipokuwa maziwa tu ya mama yake. Na hapa kuna kitu tutoe tambihi. Wanachoona kifikhi wakisema mtoto wa kiume ambaye anakunywa maziwa ya mama yake, haina maana kuwa hawezi kula kitu kingine. Mfano anagawa boflo na vilejaleja na maziwa ya ng'ombe anapewa, pia anaingia. Maana maneno haya ni kuwa isije ikawa yale maziwa sio tena chakula chake rasmi, anakula na vitu vingine ndio vyakula rasmi. Hapo itakuwa haingii. Hapa inakusudiwa yale maziwa ndio nini? Chakula rasmi, maziwa ya mama yake. Vile vidogo anavyopewa vibiskuti, siji viboflo wanavyoroekewa, ile sio ni chakula nini rasmi, bado anaingia katika nini? Ni mkojo wa mtoto mdogo. Kwa hiyo inakuwa najisi yake ni nyepesi. Na sharti jingine, walam yablughil haulain, asio huyo mtoto ni mwenye kufikia umri wa miaka 2. Kwa ina maana itampata mtoto ambaye chakula chake mu'tad, chenye kuzoeleka na ambacho yeye anakila sana kwa wingi ni chakula maziwa mama yake. Sharti jingine, iwe hajavuka miaka 2. Akivuka miaka 2, hata kama ananyonya, kwa sababu wako watoto wengine wananyonya miaka 2 ishapita, pengine kama ndama vile, yeye anyonya tu, basi huyu inaondoka katika hukumu hii. Tahara yake sasa, taharatu najasati al-mukhaffafa, tahara ya najisi ya mkojo, najisi nyepesi ya mkojo huo wa mtoto wa kiume. Yurashu ala mahalliha, inarashiwa. Maana mtu anachukua maji kisha anarashia katika ile sehemu yake, anachukua maji katika mkono kisha itakuwa anapiga na rashia kwa vidole, kama vile mtu anavurusha maji kwa mikono vile, kama kujikukutia. Kwa hiyo itakuwa inarashiwa sehemu yake ala mahaliha, katika sehemu yake maun, itakuwa rashiwa kwa maji, hata yabtalla, mpaka itakaporoeka ile sehemu, itakapototeka, nasema Kiswahili chingine, ile sehemu ikaroeka kwa ile maji ambayo inarashiwa katika, yanatoka kwa mkono. Ikiroeka ile sehemu hiyo ni njia, au mtu kuchukua maji kana akajiingizia, sawa, haina shida. Lakini akiroesha, akikaa anakukutia maji hivi, pia haina shida. Hata yabtalla, mpaka ile sehemu iroane, Kiswahili chingine. An-najasatu al-mutawassitatu, hiyo imeshakwisha hukumu yake. Najisi ya kati na kati sasa ni ipi? Nawani. Kwanza kwa aina 2 najisi ya kati na kati. Kuna hukumia, maana yake haionekaniwi, tunakisi tu hapa pana najisi, ndio hukumia maana yake. Ni maana yake ni kitu maanawi, ni kitu cha maana tu. Hapa kuna najisi lakini hatuioni. Kwa wapi? Hatuioni. Yani hiyo najisi laysa laha jirmun, haina umbili kama iko, la. Wa ainiyatun, na kuna najisi nyingine ainiya, maana yake ni yenye kuonekaniwa. Hii najisi ipo. An-najasatu al-hukmiyya, najisi ya kuhukumia, maana yake tuna hukumu ipo. Hiya allati, ni ile najisi ambayo laysa laha jirm, kama nilivyowaambia, ni ile najisi ambayo haina umbili kama tunaiona ile pale.
wala ta'am, wala haina ladha yoyote. Kama mbona ladha ya najisi haina, wala launun, wala haina rangi kama itaonekaniwa, wala rihun, wala haina harufu yoyote. Mathalan, anatoa mfano kabauli ghairi sabi, mfano mkojo usiokuwa wa mtoto wa kiume. Idha jaffa, pindi utakapokauka. Mathalan, mtoto wa kike amekojoa au mtu mzima amekojoa, kisha ile najisi ikakauka. Idha jaffa manake ikawa yabis, ikakauka. Walam tadhhar lahu sifatu, kisha ile najisi ile baada ya kukauka katika ardhi au nguo isidhihiri tena nini, sifa yote. Mathalan madhi au madi, kwa sababu mani si najisi, madhi na madi ni najisi. Asa mfano yakatoka kisha baadaye yakakauka ikawa haionekani jirmu yoyote, basi itakuwa wala mtadhhar lahu sifa, haikudhihiri sifa zote hizo nne ambazo tumezitaja. Haina umbile, haina ladha, haina rangi wala harufu. Hiyo ndio najisi ya hukumia. Tuna hukumu kama hii najisi iko hapa, mkojo umeshakauka lakini najisi iko. Sasa tahara yake inakuwaje? Tunajalia mathalan katika kipande hichi cha ardhi hapa alikojoa mtoto wa kike au mtu mzima alikojoa, lakini mkojo hatuoni tena, basi na hukumu hapa pana najisi. Sasa hivi tahara yake, taharatu najasati alhukumia, tahara ya najisi ya hukumia, tathuru bighasliha bilma, inataharishwa kwake kwa kuosha najisi hiyo kwa maji, walau marratan wahidatan, hata kama ni mara moja, kama alivyofanya yani Mtume sallallahu alaihi wasallam kule msikitini kwa yule bedui aliyekojoa. Kwa maana anachukua nini, doo la maji, kisha unafanya nini, unamimina pale, unachukua unamimina, unamwaga maji basi katika ile ardhi au katika ile sehemu ambayo tuna hukumu, tuna kisi kwa najisi iko, na itakuwa tayari imeshataharika hiyo sehemu. An-najasatu al-ainiyya, sasa ya mwisho, najisi ya ainiyya, yani inaonekaniwa. Hii nayo allati ni ile ambayo laha jirmu, ina umbile au ta'amun au ladha au launun au rangi, ni kinyume cha hiyo, au rihun, au ina harufu. Mfano kalghaiti, kinyesi. Ghait ni kinyesi cha mwanadamu, ndio ghait, kinyesi kikubwa. Hakuna kinyesi kikubwa, maana kinyesi tayari shajulikana, haja kubwa, kifupi, haja kubwa. Warauthi, rauth ni vinyesi vya wanyama, kwa sababu sisi katika madhhabi yetu ya Kishafi wanyama wote maakulul lahmi, wanaoliwa nyama zao, mathalan kuku, ng'ombe, mbuzi, wa ghairu maakulil lahmi, na wale ambao hawaliwi nyama zao, nani? Punda, na tia hapo kunguru na ndege na wanyama wengine wote. Sisi katika madhhabi ya Kishafi vinyesi vyao nini? Ni najis. Kinyume na madhhabi ya Hanabila. Madhhabi ya Hanabila wanaona wanyama ambao maakulul lahmi, nyama zao zinaliwa kama ngamia, ng'ombe, kuku, mavi yao, kinyesi chao si nini? Sio najis. Kwa masala gani? Mas'alatun fiqhiyan khilafiyya, ni masala ya kifiki ambayo wanachuoni wametofautiana katika hayo. Kwa mtu akikwambia ni najis, maana yake ametegemea madhhabi gani? Madhhabi ya Kishafi. Akikwambia sio najis, ni madhhabi ya Hanabila. Wala watu wasizuzane katika mambo kama hayo, lakini katika madhhabi yetu ya Kishafi ni najis mpaka mavi ya kuku. Kwa wakisema arrauthu, wanakusudia vinyesi hivyo vya wanyama. Wadami, na damu, zote ni najisi hizo. Walqaihi, qaihi ni usaha. Walqayyi, matapishi, ni najisi. Walmuskiri, na kilevi, kileweo, tembo, pombe, katika madhhabi ya Kishafi ni najis. Alkoholi, baadhi ya madhhabi nyingine wanaona si najis pombe, lakini masuala ambayo wanachuoni wametofautiana. Lakini sisi msimamo wetu katika madhhabi ya Kishafi, pombe ni alkoholi, ni najis. Almai'i, lakini walmuskiri almai'i, pombe au kilevi ambacho ni almai'i, chenye unyevu, maana yake umaji, chenye umaji, sio ikawa ni muskir lakini kisha kauka, chenye umaji. Kadhalika walmadhi, kwa sababu itakuwa walmadhi na kasra ya, kama wakal ghait walmadhi, na madhi ni najis. Mani si najis, lakini madhi ni najis. Madhi ni nini? Angalia nambari 1 chini katika hasha, inasema almadhi
ma'un raqiqun, ni maji mepesi, yakhruju min alqubuli, ambayo inatoka katika sehemu ya mbele ya siri ya mwanadamu, inda almudaabati, wakati wa kuchezeana. Almudaaba, ile kuchezeana, wanandoa wanachezeana, wanagusana, wanafanya ile muanaka na kuchezeana vile kabla ya tendo la ndoa. Wanahwiha, na mfano wa hiyo isokuwa almudaaba, au hii mudaaba ndio ile almulaaba, almualaqa, yote maana moja. Almulaaba, almudawa, almudaaba, yote maana kuchezeana. Na time nyingine haya yanatoka bila ya kuchezeana, ni ile vile mtu kufikiria, akifikiria tendo la ndoa. Yani haya mara nyingi yanatoka bitafakuri aljimaa, kwa kufikiria tendo la ndoa na mambo ya raha ya starehe ya ndoa. Wakuta yashatoka bila mtu, biduni shuuri, pasina na nini, mtu hata kudhania. Wakuta tu tayari amesharoesha kufuli yake ya ndani. Hai ilikuwaje? Wewe umefikiria kitu cha ndoa, ndio maana yanatoka maji haya. Ama walwadi, wadi maun abyad, ni maji meupe, ona thakhinun, lakini ni mazito. Yakhruju, yanatoka aqiba albawli, baada tu, ndo aqibani, baada albawli, baada tu mtu kushakojoa. Akishakojoa tu yanatoka haya maji. Ghaliba mara nyingi yanatoka, huwa yanakuwa mazito. Na time nyingine mtu anaweza akatoka kwa kufanya kazi mzito, afanya kazi anabeba magunia mazito, matofali, mijiwe, yanatoka maji haya. Tofauti na haya ya pili, haya ya mwanzo. Haya ya mwanzo yanatoka kwa sababu ya kufikiria tendo la ndoa, au mtu anaangalia kitu cha tendo la ndoa na mambo hayo mengine, yanatoka haya. Wala mtu hajui hasa yakitoka huko, hajakuta tu tayari amesharoesha kitu haya. Na mara nyingi mtu akitaka kufanya tendo la ndoa ndio yanotoka haya kabla haya. Sasa haya nayo yote ni najisi. Ndio hapa akasema mbele, walwadiyu, au tukisema walmadhiyu na madhi, walwadiyu pia itakuwa sawa, haina shida. Walmadhiyu walwadiyu, maana yake tukifanya kwa wao tunaanza sentence nyingine. Walwadiyu maana yake imeeleka, haina shida. Walwadhiyu, walmadhiyu na madhi, walwadi na wadi tushatolea maana yake. Walmaitati na maiti, bijamii ajzai, au tukisema walmadhi walwadi walmaitati, ama tukisema walwadhi au walmadhiyu walwadiyu walmaitatu, itakuwa ndio hivyo. Walmaitati maana yake walmadhi walwadi walmaitati bijamii ajzaiha, kwa aina zake zote. Maiti wote ni najisi kwa aina zake zote, illa maitatal adami, isipokuwa maiti wa mwanadamu. Mfu mwanadamu akifariki si najisi. Wasamaki, na samaki si najisi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusiana na bahari akasemaje? Huwa tahuru mauhu, ni tahara bahari maji yake, lakini haina maana tukanywe maji ya bahari, kwa sababu wana madhara. Wasema Al-Imam bin Qayyim anasema yana madhara. Oga tu maji yake ni dawa kuoga, si unywe. Ukinywa yana athari katika tumbo, sawa? Kwa ni tahara maji yake. Wa hillu maitatu, na maiti wake ni halali. Maana yake wale wa samaki wakifa si lazima kufanya nini? Kuwashinja kama kuku, kula wewe, ndio maana yake si najis. Wal jarad kadhalika, maiti wa jaradi, mzige, mithli kama panzi, huyu pia si najis, analiwa, ni halali. Walabani hayyin, na maziwa ya mtu ambaye yuko hai, la yukalu lahmuhu, ambayo hailiwi nyama yake, pia ni najisi. Kwa maziwa ya mnyama wote ambaye haliwi ni najisi. Nani hapo itakuwa maziwa yake? Punda najisi. Mwingine mbwa najisi. Ndio maana sisi tunasema madhhabu yetu ya Kishafi, mbwa wote ni najisi, lakini aongezea na maziwa yake itakuwa nini? Najisi. Mwingine paka. Wewe chukua hiyo kaida, au qayyid, kidhibiti. Chukua kidhibiti, mnyama yoyote ambaye haliwi nyama yake, maziwa yake, yale maziwa yale anayotoka pia ni najisi. La yaakulu lahmuhu, yaweza kuwa sio najisi, kama paka sio najisi yeye mwenyewe, lakini maziwa yake itakuwa nini? Ni najisi, kwa sababu ni yeye haliwi au analiwa? Haliwi.
Kwa la yukalu lahmu ghaira al-adami, isipokuwa nani? Mwanadamu peke yake maziwa yake si najis, kwa sababu yeye haliwi, lakini maziwa yake si najis. Kadhalika wal juz'i al-munfasali, na kipande, wal juz'i kipande au sehemu, al-munfasal iliyo munfasal ni ile kitu kunini, kubaguliwa, iliyobaguliwa, sehemu ambayo imebaguliwa au imetofautishwa, min alhayawani alhayy, kutoka kwa mnyama aliyekuwa hai. Umefahamu? Mathalan mtu ng'ombe akaenda, mimi naona njaa hapa, akanakata lile paja la ng'ombe akaondoka nalo, ushafahamu, bila kumchinja, ile itakuwa nini? Kila alichokikata kitakuwa nini? Itakuwa najis, mpaka afanye nini? Amchinje ng'ombe wote. Sawa? Kwa mtu asijafanya ujanja, naona njaa mie, ngoja nkate paja kidogo ng'ombe, itakuwa ni najis, haifai. Ghaira al-adami, isipokuwa mwanadamu si najis. Mathalan, afana Allah wa iyyakum, Allah tuhifadhi, mtu akapata ajali, mkono wake ukatika, Allah tuhifadhi na matukio haya, tujalie salama katika afya zetu. Basi ule mkono si nini? Si najis, hata kama umetoka katika kiwiliwili cha nani? Mwanadamu. Tofauti na nini? Mnyama kama ng'ombe. Wasamaki, na samaki pia akikatika si najis. Kwa mfano mnavua mkalipata pande la jodari, si nini hiyo? Sio najis, kuleni. Muhimu tuangalieni asijekuwa kama lile pande lishaoza, lakini kama halijaoza mambo mengine masuala ya kiafya, lakini kwa hukumu ya Kiislamu lile pande lilopatikana la jodari litakiwa nini? Liliwe. Kadhalika si hivyo, tukienda sokoni baadhi ya samaki si wameliwa na samaki wenzi wao wakubwa, tunanunua tunakula kwa sababu hana shida yule. Wal jarad kadhalika nani? Huyo nzige hana shida. Haya, taharatu najasati al-ainiyati, tahara ya najisi ya ainia yenye kuonekaniwa, tahara yake ni ipi? Yughsalu mahalluha bilma'i, inaosha sehemu yake kwa maji, hatta yazula atharu najasati, mpaka iondoke, yazula mpaka iondoke, atharu najasati, athari ya najisi mpaka iondoke. Wala yadhurru, wala haidhuru, baqa'u atharin, kubakia athari yake, athari yake ikabakia haidhuru. Kivipi? Athari yake iliyobakia haidhuru, taassara zawalu, ambayo imekuwa uzito kuondoa wake, ai in taassara zawalu, ndio takdiri yake. Maana yake in taassara zawalu, ikiwa ni uzito kuondoka ile sehemu, ile athari yake. Mathalan kuna najisi sehemu ya nguo, umefahamu, mtu akaiosha ile sehemu anataka kuiondosha, lakini ikaondoka najisi yenyewe, aini ya najisi ile aini yake tukiangalia najisi haiko, sio? Lakini sasa kuna baka salia vitu vilivyobakia, athari yake inaonekana, kama mfano rangi kidogo imebakia, ile rangi haiondoki yote, basi hapo ifanye nini? Kwa vile imekuwa uzito haitoki, na umeshasugua kwa maji kwa sabuni, bado imebakia athari ndogo, ile haifanye nini? Haidhuru. Tutaanza kuona huko inshallah katika vitabu vingine wanaelezea zaidi hizi hukumu ya kuwa haidhuru vipi, wataelezea mbele kuna juzu ya 4 au vitabu vingine inshallah. Kwa in taassara zawalu, ikiwa ina shida, taassara maana yake ile ay yas'ubu, inakuwa ni uzito, ni ngumu, zawalu kuondoka ile athari yake, kama hivyo nilivyoeleza. Kuna rangi vimebakia, kuna harufu fulani bado imebakia, tumetia mpaka sabuni, lakini kuna harufu, lakini athari tu, lakini ile aini yake ya najisi ya wenyewe dhati yake haiko tena, basi jambo hili halidhuru. Kwa kumalizia nasema taharatul khamri, kutaharisha tembo. Inataharishwa vipi? Tathuru al-khamru, tembo inataharika idha sarat khallan, pindi itakapokuwa siki, binafsiha, kwa wenyewe nafsi yake, bila kutia madawa wala kuja kufanya kwa kitu kingine cha ujanja. Mathalan hii ni tembo ikaachwa pale ikawa siki wenyewe, ile siki nini? Ni halali sisi kufanya nini? Kuitumia. Ndio maana baadhi ya maduka zamani kwa siki hizo siki, hata sasa si wanauza maduka ya madawa ya asili, sio siki, na huwa ni kali sana, mithili ya chungwa hivi ile siki nyeupe iko hivyo. Ile kwanza ile ni dawa, haina shida ile, wala si haram wala sio najisi, kwa sababu tayari shafanya nini? Shataharika. Lakini pasifanye ujanja watu wakatia madawa nini, ile tembo ikaachwa vile wenyewe ikawa siki, haina shida kutumia. Kadhalika taharatul jildi, au kadhalika taharatu jildi almaitati, kutaharisha ngozi ya mfu. Sasa inakuwa vipi? Yatuhuru jildul maitati, inataharika ngozi ya mfu. Mathalan ng'ombe,
amekufa. Ng'ombe akishakufa yule ni kibudu, sawa, ni haramu kumla. Tofauti na wafanya vijana wakisikia ng'ombe amekufa wakimbio waenda kata hajatuuzia mishkaki au waenda uza katika mabucha, baadhi yao wakisikia wote, au wengine wanapika wanakula. Haram, kibudu, haifai. Lakini je, tunanufaika na ng'ombe yule? Naam, tunanufaika na nini? Ngozi yake. Sasa inafanywa vipi? Yatuhuru jildul maitati, itataharika ngozi ya mfu bidabghi, kwa kudabighiwa, sawa, kufanyiwa ad-dibagh. Dibagh maana yake itakwenda ku nini, ile ngozi kuondolewa pale kwa yule mnyama, kisha wanaipeleka sehemu, wanakwenda kuidibaghi. Wenyewe wanajua wanaitia sijui dawa gani na dawa gani, wanaidibaghi ile ngozi. Ikishafanywa dibagh maana yake kusafishwa ile ngozi hiyo, inakuwa nini? Ni tahara. Ndio maana watu wanaichukua ile ngozi wanaitumia kwa kufanya nini? Viatu na vitu vingine, mikanda, nguo, sawa, haina shida. Illa jilda maitatil kalbi, isipokuwa ngozi ya mfu maiti wa mbwa, hiyo haikubaliki. Wal khinziri, na nguruwe, hiyo haikubaliki kufanywa dibagh. Wama tawallada minhuma, na kile ambacho kimezalikana kutokana na wawili hao, imma nguruwe au mbwa, yule kizazi chao pia nacho itakuwa amezaa mbwa na nguruwe, imeleka hapa. Minhuma, kutoka kwa wawili hao, manake imma nguruwe kana kumpanda mbwa, akilekazaliwa pia haitofaa, au wao kwa wao wakapandana, mbwa kwa mbwa, kile anayezaliwa pia naye mtoto atafuata wao, naye itakuwa haitofaa. Au min ahadihima, au mmoja wao hapa ni hivyo, manake mbwa akenda kumpanda mbuzi au nguruwe akampanda mbuzi, atakayezaliwa naye atamfuata nguruwe au mbwa katika hukumu. Walau ma hayawanin tahir, hata min ahadihima, au mmoja katika wawili hao, nimeshaelezea. Walau, hata kama ma hayawanin tahir, akawa pamoja na mnyama aliyetahara ambaye ni mbuzi au ng'ombe, atakayezaliwa kizazi kile itakuwa ni haramu nacho pia, nayo itakuwa ni najisi, wala haitofaa kufanywa ad-dibagh. Imeleka. Tulitarajia tusome na al-istinja, lakini naona muda ushatuachia mkono, tutatosheka na hapo. Tuendelea kesho. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.